zangu, antaqilu bihadaratikum sharifa hadhi, na kuhamishani kidogo kuizungumzia hadithi hii kwenye hicho kipengele. Nchi ya Irani kabla ya kuingiwa na maingilio haya ya Ismail Safawi aliyeingia kwa sura ya sunna kwenye nchi ya Iran, nchi ambayo ilikuwa imejaa ulama min ash-Shafi'iyya wal-Hanafiyya wal-Malikiyya, al-Imam al-Shirazi, al-Imam al-Asbahani na wengineo katika maimamu dhikham, maimamu wakubwa wametoka katika mji wa Irani. Na miaka hiyo ya nyuma ulikuwa ni mji ambao yusharu ilaihi bil banan, ni mji unaoashiriwa kwa vidole, ni nchi inaashiriwa kwa kheri, inaashiriwa kwa mazuri. Al-Imam Shirazi Shafi'i, hili bahari la elimu al-Imam Shirazi hadha min Iran, anatokea katika nchi ya Iran, Furs. Hii ni miaka ya nyuma sana, mpaka mwaka 1900 na kitu, mpaka mwaka 1090 na alipokuja kuingia bwana mmoja aitwaye Ismail Safawi, akauleta utawala wa Safawiyya katika nchi ya Iran. Mwanzo wa historia yake alikuwa ni Sunni, kwa sababu kipindi hicho utawala ulikuwa ni utawala wa Dawlatul Uthmaniyya, utawala wa Uthmani Empire uliokuwepo Uturuki kabla ya kuharibiwa na Ataturki alayhi min Allah ma yastahiqu. Ismail Safawi aliingiza katika nchi ya Irani, akaanza harakati polepole, wa adkhala at-tashayyu'a fi Iran, akaingiza ushia katika nchi ya Iran, akaanza kunyanyua sha'nu ahla bait Rasulillah, akaanza kunyanyua jambo la familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia vile vile wayuhinu amra sahaba, na akaanza kulidogosha jambo la masahaba wakina Abu Bakar, wakina Umar, wakina Uthman, wakina Talha na wengineo. Sumu hii imekuja kuzaa watawala mbalimbali mpaka huyo aliyeondoka Ayatullah al-Khomeini alayhi min Allah ma yastahiqu. Ndugu zangu, tunazungumza historia hii wa nahnu ala dhukrin, tukiwa na kumbukumbu zilizokuwa thaqiba, tunayaona yanaendelea kwenye ulimwengu wa leo hii. Msije mkaisahau historia hii. Ismail Safawi ili kupata nguvu katika nchi ya Iran, katala ulama, aliua wanawachuoni, alibadilisha madarasa mbalimbali ya kielimu. Utawala wake na waliokuja baada yake walibadilisha Irani na kuwa ni biladu tashayyu'i, ay biladu al-majusi, ni nchi ambayo imejaa umajusi wa kishia. Mashafii waliokuwemo ima waliuliwa, ima wengine walikimbia nchi. Mji ukabakia tahira, ukabakia msafi bitashayyu'i. Waliokuwa watu wa sunna wakauliwa katika nchi ya Iran. Na mimi ninakupa challenge ndogo tu, kwa wakati huu. Una simu yako, una marafiki zako wanasoma Iran, wa Tanzania wasiokuwa wa Tanzania, fas'aluhum, waulize aina tujadu masajid ahli sunna, aina tujadu masajidu ahli sunna, misikiti ya watu wasiokuwa mashia inapatikana wapi katika nchi ya Iran? Misikiti yote hudimat, ilibomolewa, ima kubadilishwa madrasa mbalimbali. Madrasa iliyokuwa maarufu Madrasatul Faruq, madrasa ilijulikana kwa jina la Umar bin Khattab, ghuyirat wa budilat, ilibadilishwa. Na wakati mwingine walibomoa ukuta wake wa mbele na wakalifuta jina lililokuwepo pale. Hawataki kusikia jina la Umar bin Khattab katika nchi ya Iran. Walihadha, na ndio maana mnawasikia al-Iraniyun hinama yasiluna ila al-Kaaba, pindi wanapofika kwenye Kaaba, ile Kaaba al-musharrafa, wao wanapofanya tawafu wanasema Allahumma il'an sanamai Quraish, ewe Allah yalaani masanamu mawili ya Quraishi, Abu Bakar na Umar.
hawa watu hawa walipoweza kumakinika kwenye nchi yao ya Iran, mmoja ya siasa walioitumia ni kuwasomesha vijana wao elimu ya kiulimwengu, kwa sababu target ya kishia na kiiran ni kuitawala jaziratul arab. Yani zile nchi zote za Kiarabu unazozijua wewe, makusudio ya Muirani, nuktatul intilaqi ya mwanzo ni zote ziwe tahta saitarati, aweze kuwa juu ya hizo nchi zote. Alitoa nguvu kubwa sana na mali kuwasomesha, aliwasomesha, na ndio hawa mnawasikia leo Irani ni nchi inateteresha dunia kwa silaha. Ndugu zangu, inna tarikha yaudi, historia inarudi. Haula ndani yamo kuna shi'atu 12 wa shi'atu Jaafaria na wengineo wa Ismailia na wengineo. Ndani kuna makundi mengi sana ndani ya nchi ya Iran. Ukitaka kumjua mshia vizuri, nenda kasome vitabu vikubwa vya kishia ambavyo wao wanavyo wameviandika maimamu wao wakubwa, wakina Al-Qummi, wakina Al-Kafi na wengineo. Kasome siri ya Shia. Nimaliza kwa kusema vita tunayoisikia leo hii duniani, almuslimu ala hayara, muislamu wa kweli anagagazika wapi aende. Sheikh Adil Sayyid حفظه الله تعالى من علماء الأزهر الشريف وهو حي يرزق. Sheikh Adil Sayyid kabla ya wiki mbili zimepita nyuma hapa amelizungumza jambo hili kwa maandishi mazuri sana. Amelitaja jambo hili la vita inayoendelea duniani na ametoa suratun mujmala, ametoa sura ya ujumla inayomtaka muislamu aelewe. Ndugu zangu, anasema shekhe, vita iliyopo hivi sasa ni harbun siyasiya, ni vita ya kisiasa na wala sio vita ya kidini. Je, nyinyi mnaokaa katika hii dunia mlishawahi kusikia anna al-Irana, kwamba nchi ya Irani tahkumu bikitabillah? Mlishawahi kusikia Irani mwizi akiiba na katoa mkono? Mlishawahi kusikia Irani mtu aliyezini kupigwa mawe? Mlishawahi kusikia Irani mnywa pombe apigwa bakora 40? Mlishawahi kusikia nchi ya Irani hududul Islam tutabaq, sheria za Uislamu zinatekelezwa na inaitwa Jumhuriyatu Islamiyatu, na inaitwa Jamhuri ya Kiislamu ya Kiirani? Mlishawahi kupita kwenye magazeti yenu huko, kwenye masimu yenu huko, mmeshawahi kupita mkaona Irani leo hii wamemhukumu mwizi kwa kumkata mkono, au msinifu amepigwa mawe? Au mlishawahi kuona chochote katika alama min sha'air islami turfa? Lakini ndugu zangu, nawaambieni hawa ndio watu ambao yakdhifuna aswaja nabii sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio wanaomtusi na kumsingizia uzinifu mke wa mtume na wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Wala mwisho wanamuita Aisha ni malaya. Bali hawa ndio watu ambao vitabu vyao vinathibitisha ya wazi kwamba utupu wa mtume utaingia motoni kwa sababu umeingia katika utupu wa baghia. Hawa ndio ambao wanamkufurisha na kumkufurisha Umar bin Khattab wa Uthman wa Abu Bakar. Lakini hawa ndio ambao wamewaua ndugu zetu wa nchi ya Iraki. Nyinyi wote mna ushahidi wa wazi. Muirani alidumu na mapambano na Muiraki Saddam Hussein kwa takriban miaka 8. Hakuweza kumuondosha Saddam Hussein mpaka alipotumia mbinu za kuingiza ushia ndani, ndio ikafikia irtihal kuuliwa huyu Saddam Hussein. Mnaifahamu Iraki leo hii? Mnaitambua Iraki leo hii enyi waja wa Allah subhanahu? Iraqun shi'i, Iraki ni nchi ya kishia leo hii, tastabahu fiha almuharramat, mambo ya haramu mbali mbali yanahalalishwa.
liwati ndani ya Iran ni kitu cha kawaida. Mwanaume kumwingilia mwanaume au mwanaume kumwingilia mtoto mdogo wa miaka 3 4 ni halali, na haya ameyataja Musa katika kitabu chake Lillahi Thumma Litarikh. Ametaja historia ya Khomeini alipomzuru mmoja katika wanafamilia na akaamua alale katika nyumba yake, lakini akamuomba usiku alale na binti yake mdogo wa miaka 3. Musa Safawi na Musa anasema nilikuwa ninamsikia mtoto anapiga kelele chumbani, na alipotoka Al-Khomeini akaniambia, je, unaonaje mut'a ya kustarehe na mtoto mdogo? Hadha sheikh akamwambia, anta al-imam, wewe ndiye imamu, wewe ndiye hujjatullah, wewe ndiye hoja ya Allah subhanahu, wal qawlu qawluk. Akasema inajuzu kustarehe na mtoto mdogo muda wa kuwa hautomwingilia. Kadhab! Hawa ndio wanaohalalisha haya mambo, na sisi tunasema pia hawa ndio ambao wanaotukana masahaba zetu. Wanasema Abubakar Siddiq Allah amlani, hali yakuwa ni roho ya ahli sunna. Ahli sunna roho yao ni Abubakar Siddiq baada ya mtume, afdalun nasi ba'da al-anbiya, mtu bora baada ya manabii ni Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Leo viumbe hawa wanamtukana Abubakar Siddiq matusi ya nguoni, bali tumeshuhudia baadhi ya vitendo vinafanyika katika shule za hapa Dodoma. Katika maonyesho ya moja ya shule yao hapa Dodoma, wanawafundisha watoto picha ya punda ndiyo picha ya Abubakar na Umar, kisha mwisho yote wanawafundisha namna ya kuwaua wale punda. Ndugu zangu, tunapoizungumza vita ya namna hii, Sheikh Adil Said anasema ni harbun siyasi. Akafafanua akasema, Marekani na Myahudi ni mtu na baba yake, yani ni baba na mtoto. Kusudio lao ni kuimakinisha Israeli iweze kurudisha mipaka yake yote ya kuanzia mto wa Furat mpaka katika mto wa Nili. Marekani anampa nguvu Muisraeli ili Muisraeli arudishe mipaka iliyoporwa na iliyoondoshwa kwa Muisraeli ndani ya Qur'ani, wa qatta'nahum fil ardi umama. Allah aliwatawanya Waisraeli wote, aliwafukuza katika mji wao. Sasa Marekani anachokifanya ni kuipa nguvu Israeli kwa sura ya udanganyifu, ili Israeli iweze kuitawala Palestina tena, ichukue Jordan na kwingine kokote mpaka ifike kwenye mto Furat Shamu huko juu, na mpaka yao iende ichukue mpaka Riyadh ya Saudi Arabia, iwe ni nchi ya Iran, iingie mpaka Misri. Yote hii ndio inaitwa dawlatu Israiliya au dawlatu Israili. Marekani anampa nguvu Muisraeli kwenye hicho kipengele, na Muirani naye pale alipokuwa akishambuliwa na watu hawa, hashambuliwi kwa maana ya kushambuliwa eti ni kwa sababu ni Jamhuri ya Kiislamia, kuna sheria zinafuata huko ndani. Kalla, ni kwa sababu Muirani anapingana na mipaka hiyo, bali yeye anataka mipaka yote ya Jaziratul Arab iwe kwake, yeye awe ndiye mwamba. Hataki kuona nchi yote ya Saudi Arabia, imen Qatar au Bahrain, hataki kuona nchi yote ina nguvu zaidi ya yeye. Kisha baada ya kuzitawala nchi hizi na kumiliki silaha nzito, akiambia tukua hivi iwe. Mahlan bana amina mahlan mawalina, la tambishu bainana ma kana madfuna, mahlan bani ammina an nahti aflatina, siru ruwaidan kama kuntum tasiruna, la tatma'u an nuhibbakum wa an nakuffa al-adha ankum wa tu'udhuna, la tatma'u an tuhinunana wa nukrimukum wa an nakuffa al-adha ankum wa tu'udhuna. Allahu ya'lam inna la nuhibbukum wa la nanubukum in lam tuhibbuna, wa
كل في نية في بغض صاحبه، كل في نية في بغض صاحبه، والله يعلم نقليكم وتقلون. Allah najua kabisa ya kwamba sisi ahli sunna, ndugu zetu mliowaua katika nchi ya Iraq, enyi ahli al-Iran, na ndugu zetu mliowaua katika nchi ya Iran ndani na Iraq, inna la nuhibbukum, sisi hatuwapendeni, wala nalumukum in lam tuhibbuna, na hatuwalaumu ikiwa nyinyi hamtupendi. Wa kullun fi niyatin fi bughdhi sahibihi, kila mmoja ana nia ya kumchukia ndugu yake. Bi ni'matillahi naqlikum wa taqluna, kwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala tunakuchukieni na nyinyi twajua mnatuchukia sisi. La nuhibbukum, muislamu ajue hili ala dhukri. Vita hii sio vita ya kuishabikia. Dua ni kuomba Allah subhanahu ayyuhlika aduwa, Allah aangamize maadui zake wote hao. Allah subhanahu ni kuombwa aangamize maadui wote hawa. Usibaki kuona nchi ya Irani imepigwa Tel Aviv, imepigwa Tel Aviv, au imempiga sumu Israeli. Hizi kulluha turafat wa turahat, ni mambo yanasuliwa, lakini ma waraa al-akama, nyuma ya pazia kuna haya niliyokuambia, wametueleza nayo ulamauna alayhim arrahma wa hafidhahumullah. Ndugu zangu, nimalizie hutuba yangu kusema, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, bi asma'ika al-husna wa sifatika al-muthla, kwa majina yako mazuri na sifa zako zilizokuwa nzuri, sisi tunajiweka mbali na kuwapenda wanaowatusi maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunajiweka mbali na watu ambao wanawatuhumu usinifu wa keze Mtume alayhi salatu wasalam. Tunajiweka mbali na watu ambao wanaisema Qur'ani tulionayo imebadilishwa na sio Qur'ani sahihi. Tunajiweka mbali na watu ambao wanaohalalisha uongo kwa kuipa jina la taqiya. Tunajiweka mbali ya rabbal alamin na watu ambao lengo lao ni kuja kuwaua ahla sunna, na haya yamethibitika fi Iraq. Walipomakinika الشيعة في العراق ماذا بعد ذلك؟ الذبح. mnasimu nyinyi, tafuteni kitu kinachoitwa madhabihu ahli al-Iraq, mahala palipochinjwa watu wa Iraqi na walipochinjwa watu wa Iraqi. Nendeni mkaangalie. Kinachofuata, mshia akitawala nchi yoyote, mshia akitawala mji wowote wa Kiislamu, kinachofuata ni dhabhi ahli sunna, ni kuwachinja wale wote wasiokuwa ahli sunna. Ukitaka salama yako ni uwe na yeye, na ukitaka amani zaidi ni kutangulia mbele ya Allah kwa kuuliwa. Kwa kujiweka mbele ya Allah subhanahu mbali na watu hawa ambao kazi yao ni kuwaua ahli sunnah wal jamaa bila kosa lolote. Lakini pia tujiweka mbali na hawa watu, tujiweka mbali na hawa watu, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao wanahalalisha jumla ya matendo ambayo wewe Allah subhanahu umeharamisha. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, اللهم انفعنا بما قلنا وزدنا علما، اللهم انفعنا بما قلنا وزدنا علما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين،